Leo tumekuja kutamba pande hizi za garage pamoja na couch of course. Kama una eneo lako lenye upana wa mita 25 na urefu wa mita 30, basi hili linakuhusu. Biashara yako ni ndogo, unaweza ukaipangilia, ukaikuza vile unavyotaka wewe na ikakupa faida maradufu zaidi. Unaweza kuona namna gani ambavyo mpangilio umefanyika hapo Ndio, hapo kuna eneo lenye upana wa mita 25 na urefu wa mita 30. Frame hapo ziko tatu za biashara. Hapo unaweza ukachagua wewe iwe ni frame za biashara zako mwenyewe kwa maana ya spare na vitu vingine kama hivyo, lakini ingependeza zaidi sana kama ingekuwa na biashara hizo za spare. Lakini pia nyuma ya hilo jengo la frame kuna garage kwa ajili ya pikipiki. Baada ya hapo kutakuwa na garage kwa ajili ya magari, wheel arrangement, na inaonekana hapo of course. Na upande wa kushoto kuna couch ikiwa na ofisi pamoja na vyoo viwili vya public, ambavyo vyoo hivi vitatumika pia kusave compound nzima, na maanisha ya kwamba wote watakao kuwa katika eneo hili hapa watatumia vyoo hivyo viwili vya public kwa upande wa garage, lakini pia na kwa upande wa couch. Mpangilio huu hapa unaweza kuona ni mpangilio ambao ni mgumu, lakini ni wa kawaida sana. Na upande wa garage hapa, upande wa garage kuko na eneo la kutosha zaidi kwa ajili ya parking, kwa hiyo magari yatakuwa yameachwa humo. Lakini pia mlango wa garage sio tu wa kuingiza gari dogo, inaweza likaingia hata semi kubwa kweli kweli, kwa sababu hapo kuna zaidi ya mita 5 za upana wa huo mlango. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo ni papana sana, unaweza ukaingiza gari yoyote ile pale hapo ndani. Lakini hii ni garage za mjini of course, tutategemea zaidi kupata idadi ya magari madogo madogo. Na humo ndani parking nafikiri siwezi kuelezea sana hapa kwa sababu ni parking ya kutosha. Unaweza ukapaki zaidi ya magari 10 ndani humo. Sawa, upana nimekwambia ni mita 25 na urefu ni mita 30. Kumbuka ramani zote hizi huwa tunaandaa kwa mujibu wa sheria za mipango miji, lakini pia tunaandaa kulingana na vile ambavyo wewe unahitaji. Sio tu ramani kuandaa just ramani, hapana, lazima sheria pia zitafsiriwe vyema. Muonekano na mpangilio wa majengo haya au wa kila kilichoko katika kiwanja hichi ndio kama mnavyoweza kuona hapa. Mpangilio ni mzuri na kila kitu kimeweza kuzingatiwa ipasavyo. Ukiangalia frames za biashara ziko mahala pake. Kwa watu watakao kuwa wakija kupata huduma hapo, hawatafungamana wala kuhusiana kivyovyote vile na wale watakao kuwa upande wa nyuma wa garage na upande wa couch. Kwa hiyo hapo unaweza kuwa unauza frame, unauza spare za pikipiki, spare za magari, na watu wengine ambao hawatakuwa wakihusika na garage hii watakuwa wakija kupata vifaa hivyo hapo kwenye frame hizo. Lakini wale watakao kuwa wanahusika na garage yako, ndio maana watakuwa wanapata urahisi wa kupata vifaa hivyo na kuja kuviweka kwenye magari au kuja kuvifanyia kazi. Sasa unaweza kuona namna gani mpangilio ulivyo. Aka kajengo kadogo ambako kako upande wa couch ni kajengo ambako kameweza kupauliwa katika namna mbili. Kuna upande mmoja umepauliwa na bati na upande mwingine umepauliwa kwa zege. Japo unaweza ukachagua upaue pote kwa zege au ufanye hivi ambavyo vinaonekana hapa, kwa sababu upande uliopauliwa kwa zege, uliofunikwa kwa zege, ni upande ambao limekaa tank la maji, na upande mwingine ni upande wa kawaida ambao ni upande wa ofisi wenyewe umepauliwa kwa bati la kawaida, ili gharama isiwe kubwa sana of course. Sawa, na ukiangalia upande mwingine ambao kuna hii garage ya magari of course ni simple na imeweza kuwekewa vitu vyote vya kawaida sana. Hakuna kitu kigumu ambacho kimewekwa katika ramani hapa. Kumbuka ramani kama hii na zingine nyingi sana zote zinaandaliwa kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo wewe pia hapo unaweza ukatupatia mahitaji yako vile vile, tukakuandalia kile kitu ambacho utakuwa unakihitaji. Frames zimekaa mahala pake nzuri za kuvutia, na mpauo wake au namna ilivyopauliwa ni simple sana na haitaweza kuleta complications zote zile pale za kuvuja, hasa kwenye jengo hili la frames za biashara, kwa sababu bati limepitilia mbele na limerudi nyuma mwisho kabisa. Kwa hiyo hata kama itatokea changamoto ya kuvuja, basi itakuwa ni nje ya jengo la frame, lakini haiwezi kutokea kwa sababu maji yanavuja moja kwa moja nyuma ya jengo. Kwa hiyo hakuna namna ya maji kuzurura upande wa juu kutafuta mikondo ya kushusha maji upande wa chini. Kama mnaweza kutazama namna bati zimekaa, maji hapo yanaenda chini moja kwa moja. Huko ndani mpangilio wake uko hivi. Huko na lot mbili za garage ya magari, lakini pia upande mmoja ni kwa ajili ya wheel alignment na vitu vingine vyote vitabakia hivyo. Tumeweza kuwekea hilo grader kwa sababu kidogo lina size kubwa katika eneo la parking, lakini kama utapaki magari basi anaweza kapakiwa hapo ni mengi. Upande wa nyuma ambapo unaona kamepaki pikipiki, hapo ni eneo la garage kwa ajili ya pikipiki. Kwa hiyo hapo lazima uhakikishe kila kitu kinakuwa katika usimamizi wako. Hakuna kitu kitakachokupita katika kazi tunazofanya sasa hivi. Hela itabakia kwako tu, awe wa pikipiki awe wa gari. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.